Watafunga na wana watoto wako nyumbani. Na mtazamaji, utatuia radhi kutokana na mkanganyiko huo. Tusonge mbele. Miaka miwili baada ya maandamano ya kihistoria yaliyoongozwa na vijana wa Gen Z kutikisa taifa, mamia ya vijana bado wanazuiliwa magerezani wakisubiri kusikilizwa kwa kesi zao mahakamani. Ingawa baadhi ya waandamanaji waliachiliwa huru, wengine wanaendelea kuteseka katika magereza kutokana na kushindwa kumudu dhamana au hata kupata uwakilishi wa kisheria. Usiku wa leo tunakuletea simulizi ya kijana mmoja ambaye maisha yake ilibadilika kabisa baada ya kushiriki maandamano hayo. Catherine Imuraget anaangazia masaibu ya waandamanaji vijana wanaoendelea kuzuiliwa rumande kutokana na umaskini, huku akidai wametelekezwa na jamii pamoja pia na mfumo wa haki nchini. Lakini sasa wasiwasi yangu, kuna atleta alitoa. Sema acha akae tumsahau, lakini ukimtoa ujue tutapiga risasi. Kwa Salim Kedir mwenye umri wa miaka 19, kile kilichoanza kama siku ya maandamano kiligeuka kuwa jinamizi ambalo sasa limedumu kwa mwaka mzima. Lau angejua kuwa kutoka nyumbani kwake kushiriki maandamano ya Gen Z ya Juni 25 mwaka 2024 kungegharimu uhuru wake, asingewahi kujiunga nayo. Leo hii bado anazuiliwa katika gereza la Industrial Area jijini Nairobi, ambapo inadaiwa mamia ya vijana wengine waliokamatwa wakati wa maandamano hayo bado wanangoja kesi zao kusikilizwa. Kedir alikamatwa katika barabara ya Juja pamoja na watu wengine watatu na kushtakiwa kwa kosa la wizi wa mabavu, kosa kubwa chini ya sheria za Kenya ambalo hubeba adhabu kali. Unaona historia demo wale shikwa last year demo mpaka sasa yuko ndani. And it's not from Huruma alone. Others are just from Kadagoreti. Wengine they are from Kayole. Others from Embakasi, Kawangware, Kibira. Different nini. Lakini kitu ajabu, wajaandika maneno ya demonstrations. Wameandikiwa different offenses. Baada ya kufikishwa katika mahakama ya Makadara, Kedir alipewa dhamana ya pesa taslimu ya shilingi 200,000. Hata hivyo familia yake haikuweza kupata kiasi hicho. I just went to the magistrate tukaongea naye mzuri kabisa. Mpaka nilitoa machozi, akaniambia tulia. I don't have money for the lawyer, but God. Kadri siku zilivyogeuka kwa wiki na wiki kuwa miezi, kijana huyo anaendelea kuzuiliwa rumande. Mlinzi wake ambaye aliomba kutotajwa jina lake kwa sababu za kiusalama anadai kuwa washtakiwa wawili waliokuwa pamoja na Kadiri walifanikiwa kuachiliwa baada ya familia zao kutoa hongo. Kisa cha Kedir ni sawia na cha familia nyingi kote nchini ambazo watoto wao walikamatwa wakati wa maandamano ya kupinga serikali. Wengi wao bado wako gerezani kwa sababu hawawezi kumudu gharama za uwakilishaji wa kisheria au masharti ya dhamana. Wengine wanadai waliwekewa mashtaka mazito kwa makusudi ili waendelee kusalia rumande kwa muda mrefu. Sababu the police wanajua ukipeleka mtu na demo, katiba inaruhusu unatoka na bond ya 1,000. Sababu polisi wanajua hii nikipeleka ndio unakuta wana change makusudi. Badala ya kuandikia demo wanakuandikia kitu kingine. Maandamano hayo yalichochewa na upinzani mkubwa dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka 2024 uliopendekeza ongezeko la kodi mbalimbali ambazo zingewaathiri Wakenya wa kawaida. Yakiongozwa kwa kiasi kikubwa na vijana wa kizazi cha Gen Z, maandamano hayo yalipata nguvu kupitia mitandao ya kijamii kwa kutumia alama za reli kama #RejectFinancialBill 2024, #OccupyParliament na #GenZRevolution. Maandamano hayo yalifikia kilele chake Juni 25 wakati waandamanaji walipoingia katika majengo ya bunge baada ya wabunge kupitisha mswada huo wenye utata. Wakati serikali ikisisitiza kuwa baadhi ya maandamano hayo yalivamiwa na wahalifu waliojihusisha na uporaji na uharibifu wa mali, makundi ya kutetea haki za kibinadamu yanasema watu wengi wasio na hatia walikamatwa katika misako ya pamoja. Chama cha wanasheria nchini LSK ambacho kilitoa msaada wa kisheria bila malipo wakati wa mzozo huo, baadaye kilivishtumu vyombo vya usalama na upande wa mashtaka kwa kuendesha kesi dhaifu dhidi ya raia. Katika ripoti yake iliyopewa jina In Search of an Answer,
Chama hicho kilikosoa ucheleweshwaji wa kuondolewa kwa mashtaka yaliyokosa ushahidi wa kutosha. Ripoti hiyo inataja wanafunzi kadhaa wa vyuo vikuu ambao mashtaka yao yaliondolewa miezi kadhaa baada ya kukamatwa. Wakati huo huo, familia ya Kedir inasema wamekosa matumaini katika misingi ya kisheria nchini, ingawa bado ina matumaini kwa siku moja mpendwa wao atarejea nyumbani. Bilako kwa wale polisi, maafisa wa polisi ambao watakuwa street, ungependa kuambia nini? Waheshimu sheria. Na wasikize wananchi. Kenya inapoadhimisha mwaka wa pili tangu kuibuka kwa vuguvugu la Gen Z, uhuru bado ni ndoto kwa mamia ya vijana waliokamatwa wakati wa maandamano hayo. Wengi wao wanaendelea kujiuliza swali ambalo limewasumbua kwa miezi mingi. Je, kutumia haki yao ya kikatiba ya kuandamana kwa amani ilikuwa kosa? Na lini mnyonge atapata haki? Catherine Imuragit, KTN, Nairobi. Taifa likiendelea kuomboleza vifo vya vijana zaidi ya 60 waliouliwa kwenye maandamano